Umenyanyuka. Sasa wewe, nimewauliza watu wa Kenya baada ya ile mechi ile kushinda kule. Nimewauliza watu wa Kenya, nikamwambia huyu referee ambao wamekuja kuchezesha hii dabi sio dabi. Na huyu kibonde wetu huku Zanzibar, hivi ni referee kweli? Hebu niambie ni referee kweli? Wanasema bwana huyu referee huku anauzaga kangala tu huku, wamemwokota kwenye ulabu huko. Watu wa Kenya wameniambia kaka. Sasa haya watu yule katoka nchi gani? Si Kenya. Sasa haya kama katoka Kenya, mimi wauliza watu wa wapi? Mimi wauliza watu wa Kenya, wanakuambia kumbe yule jamaa anauzaga kangala tu kule Kenya. Watoto wa muda wanataka kwanza tunavyozidi kuwaleta marefari kutoka nje. Kumbuka mpira wetu sasa hivi uko juu. Kwenye ukanda wa Afrika sasa hivi mpira wetu upo juu tena unafuatiliwa. Sasa kwa nini tunazidi kuwasamini wanani marefari wa kigeni afu tunawapa ujiko? Ukiuliza kwa nini eti mpaka dakika 120 amegawa kadi za njano 2 ndani moja, huyu yuko bora. Kaka. Mifaulo yote ilikuwa inafanyika alikuwa anashindwa kutoa kadi za njano pale kaka. Yule kasha leo mkangafu na Wanzuki yule tayari. Ndio maana nimekwambia angekuwa anajiga pale. Anajiga na ana beji 3, ana beji ya CAF, ana beji ya FIFA, ana beji ya ligi kuu. Unamwachaje sasa rafiki yangu? Tena uwanja huu tena nimeshauliza kabisa kwa rafiki yangu mmoja yupo hapo Mkambila anaitwa Dola Nyingi. Anasema uwanja huu leo mtoto wa Mudi achamwaki kaka. Yeye mwenyewe itakuwa aje hapa ni kamanda anakuambia sema majukumu ya kitaifa amenikaba. Yeye kamanda yuko humu mwa. Na wale wanaosema Alan ni mchezaji wa mechi ndogo mnawaambiaje pengine? Inategemeana mechi na mechi. Si unaelewana sije? Kwa sababu hebu niambie kwanza, mtoto wa Mudi kama angekuwa yuko bora, angenifunga kwa njia kawaida. Ningesema mtoto wa Mudi yuko bora, lakini anakwenda kunusu kipenati dakika za jioni, ambao penati ile mimi naitaga maisha ni komborela, fumua uokoe wenzio. Yaani mtoto wa Mudi ile aweze kunipigia kelele, angenifunga kama magoli ya Okero au hata assist Chama angetoa kigoli kile cha penati, akiniumizi kaka. Lakini si dakika mshindi. Kaka, inategemeana penati aina gani kaka? Nimekwambia hivi, yule referee yule, ile penati alitoa juzi, mbingwa ioni yule. Mimi nimekwambia yule mbingwa ioni. Penati ya mchongo ile kaka. Mimi nimekwambia yule referee yule wa Kenya yule, mbingu yule kuisikia nadra, na yule akienda mbinguni kiti cha mwisho. Yule ana dhambi kubwa sana kaka, unakwenda kuninyonga. Na ndio maana ukiangalia kwenye dakika za mchoni, kocha wetu Roman nani huyu nani Pedro mshoni aliamua kuwatoa kina nani akina nani Pakome, wakawa na waingiza kina Sherani pale, akitegemea tunakwenda kwenye dakika za penati. Mwisho wa siku inakuja kupatikana kipenati mchongo dakika za mshoni. Unakwendaje kutoa penati ya mchongo dakika kama zile kaka? Dakika 119 unakwenda kutoa penati. Referee wa mchongo yule. Mimi nimekwambia mechi kama mtoto mmoja angekufa, wangebweka kama neno lako la mwisho. Mimi kama rais wa keke wote Tanzania niwaambie mashabiki wa Yanga, maana jana kuna taarifa moja ilizagazaga hapa hata sasa hivi kitipitia kwenye mitandao mbalimbali, baada ya viongozi wetu hapa kuja kufanya warm up, uwanja ulikuwa umejaa jana mimaje. Mpaka nikajiuliza viongozi wa Yanga ni maana wako kule nani Ifakara wanakolima mpunga, mbona kama wapo kwenye mashamba mjaruba na kuja kuangalia Meja Samuyo. Sasa kuna taarifa akasema Yanga anatafuta chanzo, anataka kukimbia. Niwaambie mashabiki wa Yanga, wengi wananipigia simu hapa, niwaambie mechi iko pale pale, na Sandi mtu hapa mzungu anaingiza lugha yake, anakuambia no street not surrender. Hapa Sandi mtu mechi iko pale pale, tunakikunguta na kibufua na mtoto mmoja anakufa. No street, hiyo no street kama nazungumza Kisambaa mimi sijui, ila mimi nakwambia no street kwamba mtoto mmoja anakufa kaka. Nimekwambia kenda bwili afa mwana mtoto mmoja anakufa leo.